Wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA iliyo chini ya Wizara ya Mifugo imezindua mafunzo ya kozi fupi za uvuvi na kuboresha miundombinu ya kampasi Gamiro, ikiwa ni pamoja na kujenga madarasa mawili kwa ajili ya mafunzo ya miundombinu ya msingi ya vitotoleshi vya vifaranga vya samaki, vizimba viwili vya kufugia samaki na bilika za kunyeshea mifugo. Akiwa Rorya mkoani Mara wakati wa hafla ya uzinduzi wa miundombinu upandikizaji wa vifaranga samaki kwa ajili ya kwanza kutoa mafunzo katika kampasi ya FETA Gamiro, naibu katibu wa Wizara ya Mifugo Uvuvi Dr. Edwin Muhende amesema kuwa FETA itaanzisha rasmi mafunzo ya kozi fupi katika kampasi ya Gamiro ili wananchi waweze kujifunza jinsi ya kufuga samaki kwa njia ya vizimba na mabwawa. Ziwa hili kwa muda mrefu halijapandikizwa vifaranga, Ziwa Victoria, lakini pia itakuwa ni ya mara ya kwanza. Mkurugenzi wa uvuvi amezungumza kwamba swala la kuweka alama, kubainisha maeneo mahususi kwa ajili ya mazalia ya samaki nchini, moja ni takwa la kanuni, yani lipo kwa msingi wa sheria, lazima uweke alama kuonyesha kwamba ili eneo is a no-go zone, si mahala ambapo uingie ufanye shughuli za uvuvi, maana pale ndipo mahala ambapo ni kama kiwanda cha kuzalisha samaki. Na tunaposema mazalia, ni mazalia kwa maana ipi? Kwanza kuna samaki wa jinsia zote mbili. Na tumejifunza, watafiti wametufundisha kwamba kuna wastani wakati ya 75% ni majike na 25% ni madume. Uwiano huo ndio unaochochea ongezeko la haraka la ukuaji na wingi wa samaki popote pale, maji ya asili au hata kwenye maji ambayo tumeadhibiti, wanaita controlled working environment, ili kuhakikisha kwamba hao viumbe wanafikia kiwango cha kuliwa au kiwango cha kibiashara. Sasa leo asubuhi tutoka Gamiro tumepandikiza vifaranga 35. Hapa kama mfano tutapandikiza vifaranga 10,000 kabla jua lijazama. Kule Gamiro. Na leo pia tutahakikisha katika maeneo ya mazalia pamoja na kuyalinda tutaweka vifaranga. Na kwa upande wa Lake Victoria tunapanga tupandikize at least vifaranga milioni 10 kwa muda wa miaka miwili. Mkakati wote huu ni kupunguza hii nakisi ya tani 700,000 kati ya tani milioni 1,200,000 ambazo tunazihitaji. Na hii itatusababisha kwamba tuweze kuongeza uzalishaji, lakini pia export iongezeke, nchi ipate dola. Na zaidi ya hayo tuongeze ulaji wa samaki kwa upande wa Tanzania. Kwa sasa wa Tanzania na pamoja na dunia wanatakiwa wale at least kilo 22 kwa mwaka kwa mtu mmoja. Kwa sasa ni kama kilo 7.9. Kwa hiyo ili kuweka vitu vyote hivyo ikiwemo lishe kwa kuweza kufikia hiyo budget ya kula samaki kwa mwaka kwa mtu, lakini pia tuongeze export tuweze kupata dola kama nchi, ni mkakati wa kupata fedha za kigeni kama nchi. Hayo yote ndio maana juhudi hizi zinafanyika in combination. Nyamagana peke yangu tu nilipata zaidi ya bilioni 1.8, vizimba zaidi ya vizimba karibu 18. Na kwa kweli walishavua na tumeanza kuona. Lakini hamjaishia hapa, mmetambua changamoto iliyopo juu ya uvuvi haramu. Lakini hamjaishia hapa, Mheshimiwa Rais pamoja na wizara yako mmetambua umuhimu wa kulinda rasilimali ya ziwa ili kuendelea kuimarisha uchumi wetu. Tumeona mkutuachia peke yetu kwamba tufanye doria kama ambavyo mmekuwa mkielekeza na kama ambavyo amekuwa akielekeza. Walau sasa mtuwekee alama ambao sasa zitaruhusu kuonyesha wananchi ambao wanakwenda kufanya uvuvi katika mazalia ya samaki kusema ni marufuku. Nachukua nafasi hii kuwashukuru uwekezaji mlioweka zaidi ya milioni 200 kutuletea alama hizi ambazo zinakwenda kuweka katika Ziwa Victoria. Na sio tu kuweka alama, pia mnatuwekea na samaki moja kwa moja mnakwenda kupandikiza. Kwa kweli naomba niseme asante sana. Tupeleke na mbegu tukapande pia. Kwa hiyo tukio la leo limeambatana na vitu vyote viwili. Ya pili ikiwa ni hiyo ya upandaji wa vifaranga. Again, tumeanza na vifaranga 10,000. Lakini lengo letu kipindi cha miaka miwili ni kupanda vifaranga milioni 10 ndani ya Ziwa Victoria.
Tulishaanza kwenye yale maziwa madogo yanayofungamanishwa na ziwa Victoria. Tulianza na ziwa Ikimba, tulipanda vifaranga 1,231,000 kama sehemu ya kuliendeleza ziwa Ikimba kule Bukoba vijijini. Asubuhi ya leo tulikuwa Gabimori. Gabimori ni wilaya ya Rorya. Tumepandikiza vifaranga 35,000 ambapo vifaranga 5,000 tumeweka kwenye vizimba na vifaranga 4,000 tumeweka kwenye vizimba na vifaranga 31,000 tumeweka kwenye maji ya asili kwenye lile lambo. Sisi tunafuatilia kila baada ya miezi 6, tunategemea matokeo makubwa. Kwa hiyo hata hapa baada ya miezi 6 Wanaluchelele tutegemee kwamba kutakuwa na mavuno mazuri hapa.